Bwana Ahmed Kombo, niko na ndugu yangu Joseph Yona wa Chalinze. Tumekuja leo mbele yenu kwa ajili ya kuweza kuyazungumza machache, hususan kwa sababu sisi ni wapenda amani. Siasa zisitugawanye wala kitu chochote kisitugawanye. Kama wapenda amani tumekuja kwenu leo, tunaombeni mtupokee kwa mikono yote miwili. Unajua kila mtu una haki ya kumhukumu, kumuita jina lolote analojisikia. Maana kuna baadhi ya watu wanatuita sisi machawa, sawa? Lakini machawa sisi ambao mnapenda kutuita machawa, tunahitaji amani ndani ya taifa letu. Ndio maana tumekuja hapa leo na kampeni maalum ya kwenda kuelimisha vijana katika mikoa yote ya nchi yetu hii ya Tanzania, ambapo leo tutazungumza tu kwa uchache. Leo sitakuwa na mengi. Kikubwa siku ya leo tutawatajia akaunti namba zetu kwa wananchi wale wanaopenda amani, wafanya biashara na serikali pia, mwenye uwezo wa kutuchangia kwa ajili ya kuzunguka mikoa. Kwanza ya mwanzo tunaanza na mikoa 15, baada ya hapo tutakuja kumalizia mikoa itakayobakia. Maana tunaondoka na kundi la waandishi wasiopungua 30. Hilo lazima niliweke wazi. Tuondoka na kundi la waandishi wasiopungua 30 kwenye ziara yetu. Tunafanya haya kwa sababu tumeona kilichotokea mnamo Oktoba 29 kilikuwa sio kitu cha kiungwana kabisa, kilichofanywa na baadhi ya vijana ambao bahati mbaya wengine inawezekana ni wazalendo, walimezeshwa tu sumu kwa wakataka kuliharibu taifa lao. Sasa sisi tunataka kwenda kushindilia swala la uzalendo, ni jambo muhimu kwenye taifa. Tunataka tutembee, tutakuwa na wataalamu maalum, ushanifahamu? Na maana tutaifikia mikoa yote, na maana ndani ya mkoa mmoja tutakuwa na watu wasiopungua 300, vijana 300. Wakiongezeka itakuwa sio mbaya, ila sisi tumeweka kila mkoa mmoja tutakuwa na watu 300, kwa sababu tumelenga kuwafikia vijana 5000 kwa awamu ya kwanza hii. Tumelenga kuwafikia vijana 5000 mpaka 4500. Kwa hiyo tunaenda sasa. Kuna mengi, na hapa niwaambie tu ndugu zangu wananchi, ni kweli mnawezekana kuna baadhi ya watu wanatubeza. Tusiangalie jinsi wanavyotubeza, tufikirie siku 3 zile tulizokaa ndani mwisho saa 12. Je, zilikuwa ni siku sahihi? Makosa yaliyofanyika kama yaliyojitokeza tusije tukajaribu kuyarejea tena. Kwa sisi ambao tuko Dar es Salaam hapa, tunajua kimbembe kilichotukuta. Wengine kula yetu mpaka tutoke nje tupate riski. Kuna watu walidhidi kudhoofika, wagonjwa ile saa 12 mwisho ndani ile. Watu walidhidi kudhoofika, baadhi ya watu. Sasa hatuhitaji hii hali ijitokeze, maana kuna baadhi ya watu wamesema watawekeza kuhamasisha vijana kuendelea kufanya vurugu. Na sisi tunapingana na wale, tunataka tuwafate vijana. Hatutaki kila siku kukaa kwenye media kuanza kujibishana nao. Sasa hivi tunakwenda kwa vitendo, tunaenda kuwaona vijana wenzetu, tuwaambie umuhimu wa amani, umuhimu wa uzalendo, ambapo natumia fursa hii tena kuwaomba wananchi. Na waombeni sana, tuko chini ya miguu yenu wananchi wenzetu. Sisi ni Watanzania wenzenu. Tunaombeni support yenu, tunaombeni nguvu yenu, tunaombeni mchango yenu ili tuendelee kudumisha swala hili la amani. Maana kuna baadhi ya watu wanasema sisi tunaongwa. Tungekuwa tunaongwa tusingekuja hapa kupiga magoti kuomba mchango hata siku moja. Tungehakikisha tunanyuka na tunaondoka. Kwa hiyo na hili tutalifanya kwa uwazi. Bahati nzuri mimi ni mwaminifu sana mkubwa. Hakuna asiyenitambua. Ushanifahamu? Tutalifanya ile jambo kwa uwazi na tutaliweka kwa wazi. Kwa hiyo nimewaomba wananchi, account number tutaitaja. Account number tutaitaja ili muweze kutuwezesha. Lakini nawageukia wafanya biashara. Taifa hili bila biashara ni kweli haliwezi kwenda, lakini wafanya biashara bila ya amani hakuna biashara itakayofanyika. Mwekezaji bila ya amani hakuna biashara ama uwekezaji utakaofanyika. Tunawaomba wafanya biashara. Wapo wakubwa hapa, yupo nani? Karibu kila GSM mtuone. Mwingine nani? Hata Modeuji tumtaje. Mzee wa Simba. Wote mtuone muhimu sana, na tuna account special. Na Awadhi wa Leki. Kwa sababu na wazungumza hawa wameathirika na wao na kile kilichotokea. Kama tukiangalia Leki ilichomwa moto, watu wengi walichomoa vitu vyao moto. Sasa hatutaki kufikia huko. Tukisema sisi tukae kimya, jamani, ni hatari ya miaka ijayo. 2030 sio mbali, ni karibu tu.
tuombee ajitokeze tena, lakini na sisi tunataka tupambane sasa hivi kuhakikisha vijana hawatajitokeza, kwa sababu kila mkoa vijana 300 sio vijana wadogo, na maana wao watakwenda kuwakilisha wenzao na tutakuwa tunafanya utaratibu wa kurudi mara kwa mara. Kwa hiyo ndugu yetu JSM tunakuomba, Ghalib anaitwa Saidi Muhammad, shanifahamu, tunakuomba ndugu yetu wa Leki pia tunakuomba, na wengineo Ali Edawad. Haya, sawa, jina lishatoka hilo. Ulimi wengine huu ndio hivyo tena. Tunaombeni mchango wenu jamani. Mtusaidie tuweze kuelimisha vijana. Vijana wengi inawezekana wanawalaumu viongozi wa serikali ni kwa sababu uelewa ni mdogo, na kundi la watu la upotoshaji limekuwa na nguvu kwa sababu kuna watu wanawekeza. Ford Foundation wamewekeza kuhakikisha vijana wa Kitanzania wanapoteza maarifa kwenye vichwa vyao waweze kulipoteza taifa lao. Sisi tumejitokeza kuungana na Watanzania wenzetu, tunawaomba mtupe support yenu, tupingane na huyu Ford Foundation. Kipindi anatumia vyama vya kisiasa kuwarubuni vijana wa Kitanzania, sisi tutatumia nguvu zetu sisi wenyewe wa Tanzania kuwaelimisha vijana wa Kitanzania. Napeleka tena ombi kwa serikali. Serikali, mnaposikia jambo hili, tunaombeni mchango wenu. Wafanyabiashara, mnaposikia jambo hili, wawekezaji wakubwa, tunaomba mchango wenu. Namtaja rafiki yangu mmoja hivi anaitwa Alim wa Property International. Pia tunakuomba, wewe lazima nimtaje. Ni rafiki yangu wa karibu sana. Kina Skaba sio, kuna wengine Kigamboni kule. Ushanifahamu? Kwa tunaombeni mchango wenu. Mimi hapa moja kwa moja nitataja account number au nitaionyesha. Hii ni ya NMB. Hii account inasoma Joseph Yona and Kombo. Kwa sababu sisi hatuna taasisi. Tunakuja katika uhalisia. Hatuna taasisi, harakati zetu tumekuwa tukizifanya sisi wenyewe. Account number yetu inasoma Joseph Yona and Ahmed. Ushanifahamu? Hapa inasema 245100656664. Nitawapa waandishi. Kwa tunaomba support yenu leo. Hatutaki maswali ya kisiasa. Tunachokihitaji siku ya leo ni kitu kimoja tu. Watanzania watusapoti, tukatoe elimu, kwa sababu tuna jumla ya watu wasiopungua 90 tutaondoka nao katika jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo tunaomba support yenu, tunaomba support yenu, tunaomba support yenu. Mimi ya kwangu kwa siku ya leo sitaki niyazungumze mengi, nahitaji niishie hapo, na waandishi nawaambia kabisa leo hatutaki maswali mengine. Tunataka maswali kuhusu hilo. Kwa sababu mimi mwenyewe ni mwandishi. Sharifa, mimi mwenyewe ni mwandishi, naelewa. Nitaonyesha vizuri kwenye kati, mtaiona vizuri ili bango. Kwa kusema hapo leo naomba niishie hapa. Aje ndugu yangu Joseph Yona aweze kuyazungumza yale ambayo binafsi ameweza kuyapanga siku hii ya leo. Haya, Yona. Joseph Yona aweze kuyazungumza yale ambayo binafsi ameweza kuyapanga siku hii ya leo. Haya, Yona. Joseph Yona aweze kuyazungumza yale ambayo binafsi ameweza kuyapanga siku hii ya leo. Haya, Yona.